nchini wa kitaifa wamejitokeza kumwomboleza Odinga, wakiwa ni pamoja na Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Waziri Mkuu Musalia Mudavadi, Rigathi Gachagua na viongozi wa nje. Viongozi hao wamemwomboleza kama shujaa wa siasa aliyesimama kidete kuhakikisha masuala ya Wakenya yanaangaziwa. Simanzi, hofu na huzuni zimetanda angani hii leo kufuatia kifo cha aliyekuwa kinara wa ODM Raila Odinga. Viongozi mbalimbali kutoka Kenya, Afrika na maeneo tofauti ulimwenguni wakielekeza rambirambi zao mmoja baada ya mwingine. Waziri Mkuu Musalia Mudavadi amemtaja Raila kuwa mwanasiasa mashuhuri wa Kenya ambaye alijinyima tamaa ya kibinafsi ya taifa, sio mara moja, si mara mbili, lakini kwa mara. Naibu Rais Rigathi Gachagua alimwomboleza Raila akisema nikinukuu, "Itakumbukwa kuwa ulikuwa mstari wa mbele katika kupigania demokrasia ya Kenya na ukombozi wa Kenya mara nyingi. Kwa undani zaidi, demokrasia ya vyama vingi vya Kenya na katiba ya Kenya ya mwaka 2010, kinyang'anyiro cha usimamizi kwa dhati, na sisi watu wa Kenya hatutakusahau kamwe." Martha Karua hata naye hakuachwa nyuma katika rambirambi hizi, akisema kuwa atamkumbuka kama mtetezi wa haki asiye na woga na sauti ya wasio na sauti. Wakati huo huo, kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka akimtaja kuwa mfungwa wa kisiasa aliyeteseka kwa muda mrefu zaidi nchini Kenya. Taifa, Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amemsifu Odinga kuwa rafiki yake mpendwa na aliyekuwa mwanasiasa mkubwa na rafiki wa kupendwa na India, huku Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud akimtaja kuwa mwanasiasa mashuhuri ambaye urithi wake wa kidemokrasia na haki wa utumishi wa umma utadumu. Sawia na hawa, Rais wa Jamhuri ya Tanzania Samia Suluhu ameashiria masikitiko makubwa kwa kifo cha Odinga, akisema alikuwa kiongozi mahiri, mpenda amani na kutafuta suluhu, ambaye ushawishi na upendo wake haukuwa tu wa ndani wa Kenya, mbali Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Msiba huu si wa Kenya pekee, bali wetu sote. Moses Masha, Runinga ya KU, Nairobi.